Naitwa Amenufu Mloe, ni meneja wa mradi wa EFA, natokea katika kampuni ya Speak Agro, unaotekeleza katika mkoa wa Mbeya na Songwe. Kilichotusukuma hapa ni lengo zaidi ni kumsaidia mkulima aweze kuondokana na hii kero au hii adha ya upotevu wa mazao kabla na baada ya uvunaji. Kwa sababu malengo ya mradi ni kumuongezea tija mkulima au kumuongezea fursa ya upatikanaji wa pesa. Kwa hiyo wakulima wanafanya kazi kubwa sana, lakini changamoto inakutana nayo ni kwenye ishu zima ya upotevu wa mazao. Wengi wanakosea baadhi ya taratibu za kilimo na namna ya utunzaji. Kwa hiyo tumeamua leo tuwaite wa maagrodealer ambao ni wauzaji wa pembejeo, wakulima viongozi ambao tunafanya nao kazi pamoja na wakulima wa kawaida, tuweze kuwakumbusha, maana wengi wao wanaamini kwamba upotevu wa mazao ni sana sana kwenye uvunaji na kwenye utunzaji, lakini kitu ambacho wanakuwa wanakosea, kwa sababu upotevu wa mazao unaanzia mapema kabisa mtu anapoandaa mbegu, pembejeo atakazotumia. Hapo upotevu wa mazao unaanzia hapo. Kwa hiyo tumeamua kuwaita watu wa aina hii, maana tunajua wao ndio washauri na wanashinda na wakulima kwenye maeneo yao. Kwa hiyo tumeona tuongee nao wao, tuwakumbushe baadhi ya vitu vya kufanya, na kwenda kuongea na wakulima, ili lengo madhubuti ni kumsaidia mkulima wa mwisho, kumsaidia kijana ambaye ameamua kuingia shambani aweze kuondokana na adha ya upotevu wa mazao. Lakini kubwa zaidi pia ni kama malengo ya mradi ni kuongeza fursa kwa za ajira au za upatikanaji wa kipato kwa vijana ambao ni maagrodealer wapya na wakulima viongozi. Jina naitwa Bernard Libata, ni afisa kilimo, niko ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mbeya. Upotevu wa mazao kwenye mazao hayo kwa mkoa wetu upo kwa kiasi kikubwa, ndio maana wenzetu wa Speak Agro wameona kuna umuhimu wa kutoa mafunzo juu ya udhibiti wa upotevu wa mazao kwenye kwa hawa vijana pamoja na mawakala wa pembejeo. Lakini tunaendelea kuchukua tahadhari mbalimbali za kudhibiti huo upotevu. Upotevu hauanzii tu sokoni, hauanzii baada ya kuvuna. Upotevu unaanza kudhibitiwa kuanzia hatua ya mwanzo kabisa, matumizi ya mbegu bora, huduma nzuri za kuhudumia shamba lako, hususan udhibiti wa wadudu pamoja na magonjwa, lakini vile vile muda sahihi wa kuvuna. Ukitekeleza haya yote utakuwa umedhibiti asilimia fulani za upotevu wa mazao, hususan mazao ya viazi na parachichi. Lakini vile vile njia sahihi za uvunaji unapunguza pia upotevu wa mazao. Lakini kwa upande wa serikali, miundombinu ya usafirishaji, kwa kuwa mashamba mengine yako mbali na barabara kuu, mbali na maeneo ya uhifadhi, kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kukawa na upotevu wa mazao kwenye eneo hilo. Pia serikali inafanya jitihada za kutosha kwa kutengeneza miundombinu sahihi ya usafirishaji, lakini vile vile kuweka miundombinu ya uhifadhi kama kujenga vyumba baridi, lakini na pack house. Wito wangu mkubwa kwa hao washiriki wa mafunzo haya kwamba wao ni wachache katikati ya wengi ambao wanaotekeleza shughuli za kilimo. Kwa hiyo rai yangu kwao, wito wangu kwao ni kwamba mafunzo hao waliyopata wao mabalozi wakawaelekeze wengine juu ya teknolojia na mbinu mbalimbali za udhibiti wa mazao. Kwa hiyo nina imani kwamba baada ya mafunzo haya kuna watu wengi zaidi watafikiwa na hii elimu. Amina Yusufu Mtimba ni mkulima. Tunapoandaa shamba, wakulima wengi tunalima lakini hatupimi udongo kwamba hilo shamba linafaa kupanda hilo zao au la. Kuhusu mbegu, tunachukua mbegu ambayo sio sahihi, mbegu ambayo haijathibitishwa. Mbegu hiyo tunapanda ndio vile kwamba tunapata mnyauko. Kwa mfano viazi tunapanda vinakubali, tumeweka mbolea, lakini pale hatujashauriwa na aidha mawakala wa pembejeo au ni afisa kilimo. Kwa hiyo tunapanda viazi unakuta vimeota, lakini kuna stage inafika viazi vinapata mnyauko, lakini hiyo inatokana na mbegu ambayo tumechukua sio sahihi. Kwa majina anaitwa Elisha Agrenzoa. Tunajua kwamba upotevu wa mazao unatokea pale tunapokuwa tayari tunavuna. Kumbe nimejifunza upotevu wa mazao unatokea tunapoanza kuwaza namna ya kupata mbegu iliyo bora, ni mbolea gani ambayo tutaitumia, lakini ardhi ambayo tunaitumia, je, inaweza ikatupa zao hilo ikakubali? Vifungashio
Mara nyingi tunatumia, unakuta mtu amefunga, labda mkulima amefunga mazao yake kwenye vifungashio visivyo na yani na ubora. Kwa hiyo unakuta labda inaanguka moja, naona kama ile ni halali ianguke. Kwa hiyo unapoiacha vile ni upotevu unaotokea. Kwa hiyo mimi nimejifunza kwamba ili tuepukane na upotevu wa mazao, ni muhimu sana kufuatilia kanuni za kilimo, kio matumizi ya madawa yaliyo tayari kwamba yameshakaguliwa na yamepitishwa kwamba ni mazao ambayo yako vizuri. Lakini pia uandaaji wa mashamba vizuri na kufuata mbinu zilizo bora za kilimo, hapo tutaepukana na upotevu wa mazao. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.